Hivi wazazi, mbona mnatuzaa alafu mnaachana? Bora hata msinga wana, unataja sisi watoto tunateseka. Anko. Kelele wewe. Mruhusu aje. Jipe moyo. Inuka, anakuita. Albert. Katika maisha mwanangu, ukiona kwamba pale kuna msaada, ukawa na uhakika kabisa pale nikienda nitapata msaada au nitapata kile ninachokihitaji, kuna kundi kubwa la watu wanasimama kupiga makelele ili usiende. Kuna kundi kubwa la watu huwa wanasimama kujaribu kukusukuma usiweze kwenda pale. Watakupigia makelele ili wakunyamazishe, ili wakukataze. Sasa cha kufanya ili usipoteze, unasikia? Cha kufanya ili usipoteze, wewe ulipoona kuna msaada, ng'ang'ana, nenda. Iwe kwa kutambaa, nenda. Iwe ni kwa kuchechemea, nenda. Iwe ni kwa kukimbia, nenda. Kimsingi uende, kinachotakiwa uende. Sawa? Usiwasikilize watu wanaokupigia makelele ili kukunyamazisha. Usiende pale msaada wako ulipo, bali msikilize yule ambaye umeona ana msaada wako. Mtazame yule ambaye umeona ana msaada wako. Hao ambao walikuwa na kunyamazisha, mwenye msaada akikuona watakwambia jipe moyo, inuka, anakuita. Unanielewa? Usikatishwe tamaa na watu. Fanya kile Mungu alichokuambia ukifanya. By the way, nitakulea, nitakusomesha, na kusudi la Mungu litatimia kwenye maisha yako. Uwe na amani, na nitafanya utaratibu niweze kuzungumza pia na wazazi wako ili wawe na taarifa hii. Uwe na amani, jisikie huru, jisikie amani. Chochote ambacho utakihitaji utaniambia. Unanielewa? Albert. Jina lako lakini leo unaitwa nani? Mimi sijui. Hujui kivipi bwana? Wewe jina lako unaitwa nani? Jina lako lakini mimi sijui. Wewe. Afu jua mimi ndo nimekutetea, nimesababisha mpaka umekaa hapa ndani unafugwa. Afu ananiambia mimi nakuuliza maswali yangu tek kunielewa nini? Anaambia jina lako la kimeo unaitwa nani? Mimi sijui. Jina babu yako, jina babu, mzaa babu yako upande wa baba anaitwa nani? Mimi sijui. Babu yako anaitwa nani? Sijui. Hata babu yako hujui anaitwa nani? Shida. Haya, babu yako ana baba yake ndo anaitwa nani? Wangu. Haya, babu wa babu yako upande wa mama anaitwa nani? Sijui. Sasa mbona hapo umenitajia? Nitajie na huko babu wa babu yako upande wa mama anaitwa nani? Atoka hapa. Toka. Takuweka makofi sasa hivi. Haya, nje. Kama uwezi. Sasa hivi tutoka nje.
Jina la babu yako wa babu yako upande wa mama anaitwa nani? Muona mpaka nikutishie kutoka nje ndio unanitajia muone. Mungu, wewe ndo msaada wangu. Kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Mungu, nipiganie. Halo babu. Babu, kuna issue fulani nataka nikwambie kwamba kuna mtoto hapa nyumbani wazazi wake walikuwa wameachana. Kwa hiyo baba akamchukua akawa anamlea tu nyumbani. Tatizo sio tu kulelewa, tatizo anapendwa sana zaidi yangu mimi. Yaani ni mtoto tu aliyeokotwa lakini anapendwa kuliko mimi. Na nimebahatika kuchukua majina yake ya kimila. Kwa hiyo babu, naomba ufanye jambo lolote. Mimi nataka afe kabisa, ni apotee duniani. Maana baba akanunua shamba. Nasikia alikuwa anaongea kwenye simu lakini amenunua shamba. Afa amemwandika kwa jina la huyo Albert. Sasa mimi sitaki, sasa na hisa atakuja kuwa mrisi wakati mimi mtoto wake hajaniandikisha. Kwa hiyo babu, nitakutajia fanya jambo apotee kabisa, yani afariki. Wanga na staroga. Babu, fanya jambo bwana, mmoge kabisa afariki kabisa, yani atoke duniani. Asante. Baba, kaka alikuwa ananiuliza majina ya ukoo. Ananifosi tu kutaja majina ya ukoo. Mimi nitamtajia. Sasa mimi naogopa, maana kule kijijini kwetu kuna mtu aliuliza majina ya ukoo akamtajia. Kumbe yule alimtajia ni mchawi. Akaenda kuoga akadumikia kwenye maji akaja akafa. Albert mwanangu, niangalie. Usiogope. Unanielewa? Adui alikuwa na kusukuma sana ili uanguke, lakini Yesu anakusaidia. Hautaanguka. Wajapotaja majina ya mizimu, majina ya majini, majina ya waganga mashuhuri, majina ya wachawi mashuhuri ili wakuangushe, hata hivyo hautaanguka. Jua siri ya kulitaja jina la Yesu Kristo. Wao wanapotaja majina ya mizimu, wao wanapotaja majina ya majini, wao wanapotaja majina ya waganga, wewe litaje jina la Yesu Kristo. Unanielewa? Kama ambavyo Goliath alivyokuwa nataja majina ya miungu yake, Daudi akawa analitaja jina la Bwana wa majeshi. Goliati aliinama na kuanguka. Daudi aliinuka na kusimama akashinda vita. Ndivyo itakavyokuwa kwako. Wao watainama na kuanguka, ila wewe utainuka na kusimama. Usiogope. Unanielewa? Kama Yesu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako?
hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Walikusukuma sana ili uanguke, lakini Mungu amekusaidia.